Assalamu alaikum, ndugu zangu Waislamu pamoja na wageni waalikwa. Ndugu zangu, kwa vile mimi ndiye raia namba 1 wa Kigogo, ninapaswa niwakaribishe. Karibuni sana Kigogo. Ndugu zangu, jumuiya ya Shia, mimi niseme mnaniinua mimi, kwa sababu mmekuwa na muendelezo wa matukio ya kutoa sadaka kwa watu mbalimbali na jamii mbalimbali. Tulianza zamani kidogo, mwezi uliopita, tulikuwa na shughuli ya tiba hapa kwenye uwanja huu, na hata mimi nilikuwa mmoja wapo waliotibiwa. Na Sheikh Jalala, labda nikueleze tu kama na mimi nilivyopimwa nilikutwa na blood pressure iko juu, nikapewa na dawa za kutumia mwezi mzima. Na leo tena kuna shughuli kama hii ya kutufuturisha wanajamii, ndugu zetu wenye ulemavu wa ngozi. Nikushukuru sana. Nadhani kuna thawabu kubwa katika jambo lolifanya. Naamini hata na mimi ningeweza kufuturisha, nikawaita tu wanasiasa wenzangu, katibu wa chama pale, sijui nani. Ni jambo la heri, lakini nafikiri ni aina ya watu unaowafuturisha nako, nafikiri kuna thawabu ya ziada kwa kulingana na mahitaji. Hata Mwenyezi Mungu anaona kweli hawa watu wana uhitaji wa kufuturishwa. Kwa hiyo nikushukuru Sheikh Jalala na jamii yako hapa na msikiti wako. Tuko pamoja, tutaendelea pamoja, nitawapa sapoti. Nitoe tu vile vile msamaha, niombe msamaha. Mara nyingine uliwahi kunialika, lakini nikueleze kwamba ile kadi niliipata baada siku 3 baada ya shughuli yenyewe. Jana yule bwana mtoa mwaliko alikuja akanipa mkononi. Ndio maana leo unaniona. Kuna urasimu kweli kwenye maofisi haya. Nyie mkifika tu pale ofisi mnaweka haya, basi kuna tabu kidogo. Kwa hiyo nishukuru sana, na wakati wote utakapokuwa unaniita naitikia, kwa sababu haya mambo hata mimi ningependa kufanya mambo kama haya, na hasa mimi nilipaswa nifanye kama mambo kama haya, lakini tunatofautiana nguvu. Nyie mliopewa nguvu zaidi, tunaomba mnatusapoti kwa namna hiyo. Asanteni na washukuruni, karibuni sana, na nadhani tuko pamoja, tutaendelea kuwa pamoja. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa ba'd. Ndugu zangu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awali yote tumshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye ametujalia kuudiriki mwezi wa Ramadhan na akatujalia kukutana mahala hapa wakati kama huu. Hii ni miongoni mwa neema zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukio hili la kukutana hapa maalumu kabisa kwa ajili ya kuonyesha upendo na kuungana na ndugu zetu hawa ni tukio kubwa sana, na hatuna budi kuwapongeza na kuwaombea Mwenyezi Mungu walioandaa tukio hili, hauza ya Imam Sadiq na Masjid al-Ghadir chini ya Maulana Sheikh Ahmed Jalala
kwa kazi hii nzuri. Hii ni kazi nzuri kwa sababu miongoni mwa mafunzo yanayopatikana katika mwezi wa Ramadhani ni kuijenga nafsi ya mtu kuwajali wengine. Nafsi inajengwa katika kuwajali wengine. Kuna kisa cha mapinduzi ya Ufaransa. Wakati wa mapinduzi ya Ufaransa, migomo na maandamano, na wakati mmoja mgomo mkubwa kabisa uliopatikana kutokana na kukosekana mikate. Wakati ule mikate ni chakula muhimu sana katika jamii, yaani mtu akose chochote lakini angalau apate mkate. Na ndio maana hata maashi ya siku yakaitwa ni mkate wa siku. Mkate kilikuwa ni chakula muhimu sana, lakini mkate uko pia haupatikani. Wananchi wapo katika hali mbaya sana. Katika hali hii, maandamano yakaelekea katika jumba la mfalme. Watu wamekusanyika, wanapiga kelele, hamkani, hali si shwari kabisa. Tatizo kubwa, mkate hakuna. Sasa mke wa mfalme yule anauliza, hawa watu wanakusanyika huko nje, matatizo yao nini? Hawa matatizo yao ni mkate. Mikate hakuna. Mke wa mfalme anawaambia wale, sasa kama mikate hakuna, si wale keki? Kama mikate hakuna, waambieni wale keki. Jibu hili lilivyowafikia wale, hali ilikuwa mbaya sana, na ukawa ndio mwisho wa utawala ule. Jibu la mama huyu mke wa mfalme kwamba waliokosa mikate wale keki ni kuonyesha alikuwa hajui hali halisi ya watu wake wanaoongozwa, kwamba hali yao mbaya, kwamba keki ni kitu cha juu zaidi kuliko mkate. Huwezi kukosa mkate ikawa rahisi kupata keki. Lakini nini maana yake? Maana yake hakuwa anajua kile ambacho watu wale wameishi kwacho. Sasa Ramadhan inatuondolea hili tatizo la kutojua hali. Ramadhan inatufunza maana ya njaa, kwamba hata kama unacho chakula chako wewe, lakini Ramadhan inakufunza wewe ujue njaa ni nini. Atakapokuambia mtu kwamba nina njaa, wewe tayari ilmu ya njaa uwe nayo. Lakini Ramadhani inatufunza kujua kiu ni nini, ili ukisikia mtu ana kiu ujue nini maana ya kiu. Inawezekana kabisa bila ya Ramadhani baadhi yetu wasingejua njaa ni nini wala kiu ni nini. Sasa Ramadhani hii inatusaidia sisi kujenga nyoyo zetu katika kuwajali wengine. Anayejua njaa ni nini atamjali mwenye njaa, anayejua kiu ni nini atamjali mwenye kiu. Kwa hivyo elimu hii tunayofunzwa na Ramadhan na sasa inafanywa kwa vitendo chini ya uongozi wa Maulana Sheikh Ahmed Jalala, kwamba tushirikiane na wengine
katika iftar, tuonyeshe mapenzi yetu kwao, tuonyeshe kwamba jamii inawajali, tuonyeshe kwamba wao na sisi ni kitu kimoja. Hili ni jambo kubwa sana na linastahili kupongezwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Kama alivyotangulia kutamka kwamba mimi ni mwenyekiti wa chama cha albino wilaya ya Kinondoni, naitwa Musa Geuza. Kwa niaba ya albino wa Kinondoni na albino wa Tanzania, tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kuwa hapa hivi leo, na pia kuwashukuru waandazi wa hafla hii kwa kujali kuona kwamba kundi letu lingefaa leo kushiriki nao kwenye hafla hii ya leo kufuturu kwa pamoja. Nasi tunasema asanteni sana kwa hili. Kama mlivyoweza kutualika na sisi tumeweza kuitikia na kutambua uwepo wetu, kwa kutambua uwepo wetu kwamba sisi tuko pamoja kama binadamu wengine. Nasi tunawashukuru sana kwa hili kwamba mmeweza kutambua na kuthamini uwepo wetu hapa duniani, na mkaona kwamba ni muhimu leo kushirikiana na sisi. Sisi tunasema asanteni sana. Labda kwa ufupi, pia kuna wengine ambao pia wapo hapa lakini bado uelewa mdogo kuhusiana na masuala ya watu wenye ualbino. Labda kwa ufupi ni kwamba nitoe maelekezo kidogo kuhusiana na ualbino. Ualbino ni kwamba ni hali ambayo inamkuta, ni hali ya mapungufu ya melanin, madini yaitwa melanin, na yanayotengeneza rangi mwilini. Kwa wazazi wawili wanapomtafuta mtoto wanakuwa wamepungukiwa na ile hali ya madini, ndio anapatikana mtu mwenye ualbino. Hivyo basi sisi albino tumezaliwa na watu wengine kama nyinyi, na tunapokuwa tumezaliwa na watu kama nyinyi, hivyo inapaswa kutupenda, kututhamini na kutujali kila mnapotuona, mnapoandaa shughuli zenu kama hivi. Kuchangamana na nyinyi huwa tunapenda, isipokuwa bado mialiko kama hii inakuwa ni hafifu. Kwa hiyo kupitia mwaliko huu tunasema sisi tunashukuru na tunahitaji mialiko kama hii ijitokeze, na wengine wenye taasisi nyingine waweze kutualika kama mlivyotualika nyinyi, tuweze kushirikiana nao kwenye shughuli mbalimbali. Albino kama albino ana changamoto nyingi, zikiwemo kama hivi mnavyosikia, kuna kunyanyapaliwa moja kwa moja kuliko kunakokuwa wazi, kama hivi wanavyotuua, wanavyotunyanyasa. Na istoshe, albino changamoto nyingine ni kwamba tuna matatizo ya uono hafifu, na pia tuna matatizo ya jua ambalo linatuunguza, tunapata saratani ya ngozi. Sasa basi, kwa hali hiyo basi, kutokana na nafasi ambayo niliyopata, naomba jamii yote popote walipo, wanapotuona sisi watu wenye albino tuna matatizo hayo, basi watusaidie kwa kutupatia lotion na vitu vingine, miwani ya macho na vitu vingine ambavyo vinaweza vikatusaidia kwenye kufanyaje kuondoa hii hali yetu ambayo tulikuwa nayo ya udhaifu tuliokuwa nao wa ngozi zetu, ikiwemo hiyo lotion. Na kuna watu wengine ambao miongoni mwetu katika chama chetu wapo wanachama wenzetu ambao wanataabika na saratani ya ngozi. Hivyo tunaomba watu mnaotusikiliza, kama kuna wasamaria wema, kama mlivyoweza kutualika, kama kuna wasamaria wema hapa wanaotusikiliza, waje watusaidie. Kuna wenzetu wengine wanahitaji kwenda KCMC. Kwa hiyo kama kuna uwezekano wengine waje watusaidie, hilo nalo pia tunalo, tunaomba msaada wenu pia. Lakini baada ya kusema haya, nazidi kushukuru kwamba kwa hili ambalo mmelifanya leo ni kubwa, kwa kuwa kuna misikiti mingi wilaya ya Kinondoni, lakini msikiti huu umekuwa wa kwanza kutualika kushirikiana nanyi kwenye Ramadhani hii kwa mara ya kwanza. Sisi tunawashukuru kwa hili. Kwa maneno machache haya naomba niishie hapo. Bismillahi ta'ala, sifa njema za Mungu alofanya makabila wajuane walimwengu. Mbora si mwenye mali wala hela, mcha Mungu. Tuweni wenye huruma kwa walemavu wa ngozi. Bismillahi ta'ala, sifa njema za Mungu
alofanya makabila wajuane walimwengu. Mbora si mwenye hela, mbora ni mcha Mungu. Tuweni wenye huruma kwa walemavu wa ngozi. Itikadi za ajabu zatupeleka pabaya, kuamini maajabu yasoweza kutokea. Zawapa watu sababu wenzao kuwaua. Tuweni wenye huruma kwa walemavu wa ngozi. Tusitafute maisha kwa wagangaso wa kweli, ni wenye kuwapotosha wala hawatakujali. Vipi wa kutajirisha nao hawana mali. Tuweni wenye huruma kwa walemavu wa ngozi. Kumuua mwenzako lazima utajalipwa, kwa ubaya wako motoni utajatupwa. Tuliza akili yako, riziki utapatiwa. Tuweni wenye huruma kwa walemavu wa ngozi. Kwa dhati kama mwajua nani mtoa riziki, wala msingesumbuka kuwaua kikatili. Mbona mwaya lazimisha maisha bila ya dhiki. Tuweni wenye huruma kwa walemavu wa ngozi. Wala msinyanyapae walemavu watu hawa. Hawa watu kama nyie rangi tu ndio haijawa, bali utaishi naye wala hutapungukiwa. Tuweni wenye huruma kwa walemavu wa ngozi. Tambueni walemavu Mungu yupo na muweza, na yeye ni mwenye nguvu kuliko nguvu za giza. Basi nyinyi msihofu, atawalinda muweza. Tuweni wenye huruma kwa walemavu wa ngozi. Mungu ana hekima jinsi alivyowaumba. Yeye ajua kwa nini amewapa ngozi hiyo. Hivyo msijinyongeshe, jioneni kawaida. Tuweni wenye huruma kwa walemavu wa ngozi. Mungu ana hekima jinsi alivyowaumba. Yeye ajua kwa nini amewapa ngozi hiyo. Hivyo msijinyongeshe, jioneni kawaida. Tuweni wenye huruma kwa walemavu wa ngozi. Muhammad wa ali Muhammad sallallahu. Mimi sio mzungumzaji wala sijakuwa na utaalamu wa kuzungumza, lakini nimeona nisimame nijaribu kufikisha ujumbe kidogo. Kuzungumza ni kazi. Kwa wale watakayenielewa basi naomba wanielewe, lakini ile kusudio langu ni kufikisha. Kwanza kabisa niwashukuru taasisi ya Shia, Mheshimiwa Diwani pamoja na waalikwa wote tuliofika hapa.
Ujumbe wangu una sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza, kama walipokuwa wametangulia kusema wasemaji waliokuwa wameshazungumza, lakini nataka nikazie kitu kimoja. Watu wenye albinism kuna changamoto ambazo inatukuta, mojawapo masuala ya afya, uchumi na elimu. Lakini nataka nikazie hapa kwenye masuala ya uchumi. Nikisema uchumi, watu wana fani zao. Wengine ni mafundi makenika, mafundi useremala, bustani na nguo na vingineo na kuendelea. Jamii iliyotuzunguka kutupa tenda ya namna hiyo, pengine wanahitaji fundi seremala au fundi wa makenika au mtu wa bustani kuja kutuchukua ukatufanyie kazi yetu, inakuwa katika kutuamini moja kwa moja kwamba huyu anaweza, inakuwa ni vigumu. Nafikisha kwa jamii kwamba mtukubali, ikiwa na tenda ya bustani ya useremala, njoni kwenye vyama vyetu mtutafute ili muweze kukabidhiwa mafundi hao tuje kuwafanyia kazi zetu. Kwa mfano kama mimi ni hodari sana wa kutengeneza bustani. Fundi mkubwa kabisa anatengeneza bustani, situnzi. Natengeneza bustani katika nyumba kubwa za kimataifa na ofisini pia. Lakini pia natoa ushauri. Kabla sijatengeneza bustani, natoa ushauri. Kutokana na ardhi yako, natakiwa tufanye hivi. Tunatakiwa tu design koka wa aina fulani, maua ya design fulani kutokana na nyumba yako ulipoipanga. Nikikupandia, nikikutoshea ukoka wako, basi unaweza ukatangaza. Lakini kabla sijakufanyia, inaweza ukawa usiniamini, lakini ni fundi mzuri. Sambamba na hilo, nataka tu nifikishe katika sisi wanadamu. Dunia tunapita. Na mara nyingi sana wanadamu wa leo tunaabudu pale tu mwezi unapofika au pale Ijumaa tu inapofika. Lakini tu wenye kufanya ibada sekunde yoyote, dakika yoyote, tukiwa tunakumbuka kifo. Kifo tunacho, tunatembea nacho, tunakaa nacho wakati wote. Tusije tukaacha pombe, zinaa na vitu vingine katika huu mwezi wa Ramadhani. Kwani Mungu ametukataza katika miezi yote. Mwenyezi Mungu kupitia kwenye Qur'ani yake, maana sisi Waislamu katiba yetu kubwa tunatakiwa tuifuate Qur'ani na Sunna. Allah anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Mwenyezi Mungu wakati anatuletea hii haya na wakati anatuuliza, tayari ameshatugundua kuna vitu ambavyo tunavifanya. Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Nyinyi ambao wanadamu mlioamini, ambaye tumeletwa duniani kwa ajili ya kumwabudia Mwenyezi Mungu, tunatakiwa tufanye ibada ya kweli. Lakini tunapotoka kwenda kwenye nyumba za kufanya ibada, tunapokuwa tunamlilia Mwenyezi Mungu, tuna akili na tunatii. Lakini baada ya kutoka kwenye ibada, tunapokuwa pembezoni, tunafanya matendo tofauti na yale tuliyokuwa tukimwambia Mwenyezi Mungu kwenye swala. Ndugu zangu katika imani, tusiwe tukawa tunadunda katika ardhi na tukadunda katika hii dunia. Tukumbuke kifo. Kifo hakuna mfano ambacho anakijua. Tunaona tu watu wakifariki, lakini tukishajua kwamba tukishakufa huko tunakoenda kuna adhabu gani au kuna kheri gani, lau Mwenyezi Mungu angekuwa anatuchukua, ingekuwa uhai wetu kwamba umepotea dakika 2, alafu ingekuwa anaturudisha, basi ya duniani yote tungeona takataka, tungeipenda sana akhera. Sana kabisa ndugu zangu katika imani. Ninawahusia pamoja na kuihusia nafsi yangu, tujitahidi, tujitume sana katika kumlilia Mwenyezi Mungu, tujitume katika kutafuta amali, lakini pia tuache kiburi na dharau. Ndugu zangu, tukumbuke kifo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran Sheikh Mketo kwa kutupa nasaha na mawaidha ambayo waumini wamekusikia na naamini watafanyia kazi. Kubwa ni kwamba anasema
tuwape sapoti jamii ya watu wenye ulemavu, sababu wao nao wana fani mbalimbali. Kwa hiyo ukiwa na shughuli yako, vile vile mwalike, upatie kazi, apate ajira. Fundi seremala, fundi bustani, watafute hao watawapata. Na vile vile nakukumbusha kuhusiana na kifo, kwamba kifo tunatembea nacho kila siku. Kwa hiyo la msingi ni kujiandaa ili tuwe na matendo mema, na inshallah siku ya kiyama tuweze kufaulu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na baada na saa hizo, moja kwa moja nachukua fursa hii kumkaribisha Maulana Sheikh mkuu wa madhehebu ya Shia Tanzania, Maulana Sheikh Mtalal. Tafadhali mashkura baada salatu ala Muhammad wa ala Muhammad salawat. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم الصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وبعد. Ndugu zangu walengwa wa shughuli hii, Watanzania wenzetu, kaka zetu, wadogo zetu, mama zetu na baba zetu, walemavu wa ngozi, diwani wa kata yetu, shekhe wetu Sheikh Hamisi Mataka, pamoja na uongozi mzima wa ndugu zetu walemavu wa ngozi, na nyote mliohudhuria, Waislamu na wasiokuwa Waislamu, na wasalimieni kwa maamkizi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nayo ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe kwenu. Katika maneno mazuri, na maneno yote ya Mungu ni mazuri, ni yale anayosema ndani ya kitabu chake kitukufu Qur'an, ya kwamba tumemtukuza mwanadamu, walaqad karramna bani adam, hakika mwanadamu tumemfanya ni kiumbe mwenye thamani. Mwanadamu ni mtu wa kuheshimiwa. Mwanadamu ni mtu wa kuenziwa, ni mtu ana karama. Walaqad karramna bani adam, mwanadamu ana utukufu. Mwanadamu ndani yake kuna roho ya Mungu. Wanafakhna fihi min ruhina, roho, uhai, maisha aliyokuwa nayo mwanadamu ni ya Mungu. Na Mungu ndani ya Qur'an maisha haya na roho hii ameinasibisha kwake. Anasema huyu mwanadamu ana roho yetu, huyu mwanadamu ana uhai wetu. Kwa hivyo mwanadamu huyu ni mtu mtukufu, ni mtu huwezi kumlinganisha na kiumbe chingine chochote, bali mtashangaa ya kwamba mwanadamu ni mtukufu hata kuliko malaika wa Mungu.
sharafu aliyokuwa nayo, bali mtashangaa mkisikia ya kwamba mwanadamu ana utukufu hata kuliko Al-Kaaba. Al-Kaaba ndiyo nyumba ya kwanza iliyojengwa duniani kwa ajili ya kuabudiwa Mungu mmoja. Nyumba hii inaitwa ni nyumba ya Mungu. Pamoja na utukufu uliokuwa na nyumba hii, utukufu wake, daraja yake haimfikii mwanadamu. Baada ya kuyasema haya, napenda niseme kwamba kitendo cha Masjidul Ghadir Kigogo Posti kuandaa futari ya pamoja, kukaa na Watanzania wenzao wenye ulemavu wa ngozi, kitendo cha ndugu zetu Waislamu wa madhehebu ya Shia Tanzania kukaa na ndugu zao walemavu wa ngozi, wakafuturu nao kwa pamoja, wakakaa nao baraza moja, mikono yao ikapishana kwenye kula futari. Kitendo hiki ni kitendo kikubwa, kama alivyoashiria shekhe wetu Sheikh Hamisi Mataka. Ni kitendo kikubwa, na ukubwa upo ya kwamba upo katika kujali ya kwamba ndugu zetu wenye ulemavu wa ngozi ni Watanzania wenzetu, ni wanadamu wenzetu. Hatuna tofauti sisi tusiokuwa na ulemavu huo na wao, na kwamba kilichowakumba wao kinaweza kutukumba wazazi hata sisi tutakapowazaa watoto wenye matatizo hayo. Kwa hivyo ni jambo linaloishiria wanadamu, wala qad karramna bani adam. Ni jambo linaloishiria utu, ni jambo muhimu na ni jambo zito. Niseme vile vile katika mambo muhimu mazuri hapa, kitendo hiki kinatoa ishara nzuri sana ya kwamba dini ya Uislamu miongoni mwa mambo yake ya dini hii ni kujikita katika mambo ya jamii, ashuunul ijtimaiya, al-umurul ijtimaiya. Kitendo cha kukaa leo na ndugu zetu walemavu wa ngozi ni ishara, ni dalili ya kuonyesha kwamba dini ya Uislamu inajali jamii za watu tofauti. Na Mheshimiwa Diwani ametoa ishara nzuri ya kwamba hapa msikiti huu wa Kigogo wa Posti umekuwa ni mahala pa shughuli hizo. Nimwambie Mheshimiwa Diwani, shughuli ambayo hakubahatika kufika ilikuwa ni shughuli ya kuftari na wamama wajane, na wamama wengi kwa kweli waliweza kufika mahala hapa. Hii ni dalili kuonyesha kwamba dini ya Uislamu miongoni mwa mambo yake makubwa inayojali ni kujali vile vile mambo ya kijamii. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam nyote mtakubaliana na mimi ya kwamba mtume huyu alikuwa akisifika kuwa mkweli na muaminifu, na jamii iliyomsifu mtume ya kwamba alikuwa mkweli na muaminifu siyo jamii ya Kiislamu. Ilikuwa ni jamii ya watu wanaoabudu masanamu, ilikuwa ni jamii ya Mayahudi, ilikuwa ni jamii ya Wakristo, lakini ilimsifu mtume ya kwamba ni mkweli na uaminifu. Lakini vigezo hivi viwili
Na sifa hizi mbili, kwa nini Mtume alizipata? Alizipata kwa sababu ya kuishughulikia jamii. Katika dua na katika maombi anayoyafunza Mtume yaliyopokelewa kwa njia ya Ahlul Bait, tunapata anasomesha na kuelekeza maneno haya: Allahumma aghni kulla faqir, Allahumma ashbi' kulla ja'i', Allahumma ksu kulla uryan, Allahumma qdi dayna kulli madin, Allahumma farrij an kulli makrub, Allahumma rudda kulla gharib, Allahumma fukka kulla asir, Allahumma aslih kulla fasidin min umuri almuslimin. Haya ni maombi yakiwa yote ni maelekezo ya Mtume. Maombi haya kuombwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na yote ukiangalia yanaielekea jamii. Mungu, tunakuomba katika jamii yetu kusiwe na watu ombaomba. Mungu, tunakuomba katika jamii yetu kusiwe na watu wenye njaa. Mungu, tunakuomba katika jamii yetu kama kuna watu wana madeni, basi wawe na uwezo wa kulipa madeni. Mungu, tunakuomba katika jamii yetu kila aliyekuwa na matatizo uyaondoe. Haya ni mafunzo ya kuonyesha kwamba dini ya Uislamu ni dini inayoelekeza, ni dini inayopendekeza, ni dini inayoishiria, ni dini inayoishiria ya kwamba dini ya Uislamu ni dini ambayo inajikita na kulipa muhimu jambo la kuwashughulikia watu tofauti. Na katika shughuli hii ya kuwafuturisha ndugu zetu walemavu wa ngozi, na kwa mazingira tuliyokuwa nayo kwa hivi sasa Tanzania, naona ya kwamba tutakuwa tumepatia, na itakuwa ni jambo la busara na kubwa kuweza kukaa pamoja na ndugu zetu walemavu wa ngozi. Lakini jambo la pili, futari hii iliyoandaliwa kwa ajili ya ndugu zetu walemavu wa ngozi, futari hii imeandaliwa msikitini. Lakini kuna ishara gani ya kuandaliwa msikitini? Moja ya ishara ni ishara ya kwamba msikiti ni mahala pa amani, msikiti ni mahala pa utulivu, msikiti si mahala pa mizozano, msikiti sio mahala pa kugombana, msikiti sio mahala pa kuchinjana, msikiti sio mahala pa kupigana mapanga, msikiti sio mahala pa kupigana bakora, bali msikiti ni mahala ambapo hata walemavu wa ngozi wanakusanyikana, wanakula chakula pamoja, wanakula futari pamoja na ndugu zao ambao hawana ulemavu wa ngozi. Nadhania darasa hii ni muhimu na mantiki hii ni muhimu, ya kwamba msikiti ni mahala pa maelewano, msikiti ni mahala pa utulivu. Jambo jingine la tatu muhimu, futari hii iliyoandaliwa kwa ajili ya walemavu wa ngozi wa Tanzania wenzetu, ndugu zetu na watoto wetu na mama zetu, pamoja na kwamba futari hii inafanyika kwenye msikiti na walioiandaa ni Waislamu, lakini haikumbagua kumualika mlemavu wa ngozi Muislamu au Mkristo. Imewaalika walemavu wote wa ngozi, wawe ni Wakristo wawe ni Waislamu, wote wamealikwa katika futari hii. Hii ni darasa muhimu na nadhania ni somo muhimu linahitajika leo kwa Tanzania yetu. Hakuna jambo muhimu ambalo Tanzania inalihitajia kama jambo la kuvumiliana. Hakuna siku itatokea Watanzania wote ni Waislamu, pamoja na kwamba tunatamani iwe hivyo, na Wakristo nao vile vile
watambue ya kwamba hakuna siku itafikia Tanzania yote ni ya Wakristo, pamoja na kwamba wanatamani hilo. Sasa kilichobakia, sisi Waislamu na sisi Wakristo sote ni Watanzania. Linatukusanya neno Tanzania, tunakusanywa na utanzania wetu, kwa sababu hatutoweza kubadilika wote kuwa dini moja au kuwa na mtazamo mmoja. Kwa hivyo utanzania wetu utukusanye, uwanadamu wetu utukusanye. Mungu aliposema walaqad karramna bani adam, mwanadamu ana utu, mwanadamu ana heshima, mwanadamu lazima aenziwe. Mungu hajasema tumemtukuza Muislamu au tumemtukuza Mkristo. Mungu amesema tumemtukuza mwanadamu. Kwa hiyo mwanadamu yoyote ana utukufu, mwanadamu yoyote ana daraja kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, awe dini yoyote atakayokuwa nayo. Na unapoisoma Qur'ani kwa ndani, unaipata imetilia mkazo jambo hilo, jambo la kwamba sisi sote tunatokana na nafsi moja, sisi sote tunatokana na baba mmoja ambaye ni Adam, sisi sote tunatokana na mama mmoja ambaye ni Hawa. Kwa hivyo futari hii inayowakusanyisha walemavu wa ngozi, Waislamu na Wakristo, ni ishara nzuri na ni ishara muhimu mno ya kuishiria kwamba Watanzania tunaweza kuvumiliana, tukakaa pamoja na tofauti na dini zetu. Napenda hapa ninakili maneno mazuri ya kiongozi wa Waislamu Sayyiduna Ali. Ana maneno mazuri mno anayoyasema. Sayyiduna Ali katika mazungumzo yake anasema hivi: hawa watu unaowaona hapa duniani, imma akhul laka fi din, ima ni ndugu yako katika dini. Wewe ni Muislamu na yeye ni Muislamu, wewe ni Mkristo na yeye ni Mkristo, ninyi ni ndugu. Undugu unaowakusanya ni damu, ni dini. Au la nadhiru laka, au la ni ndugu yako kwa sababu nyinyi asili yenu ni moja, nyinyi mnatokea mahala pamoja. Kwa hivyo wanadamu wote ni ndugu, pasi na kubagua dini zao, pasi na kubagua madhehebu zao. Kwa nini ni ndugu? Kwa sababu wao baba yao ni mmoja na mama yao ni mmoja. Kwa hivyo niseme ya kwamba tendo la futari kati ya watu wa kawaida wa msikiti huu wa Kigogo Posti pamoja na walemavu wa ngozi ni ishara muhimu mno kwa taifa la Tanzania, kwamba kumbe wa Tanzania bado wanaweza kuvumiliana, wakakaa mahala pamoja, wakafuturu pamoja na kuwa dini tofauti. Jambo jingine muhimu ambalo napenda niliishirie, kitendo cha futari hii ya pamoja, sisi pamoja na ndugu zetu wa Tanzania walemavu wa ngozi, ni dalili muhimu mno kwamba walemavu wa ngozi hawa ni Watanzania wenzetu. Walemavu wa ngozi hawa ni wenzetu, na kwamba kitendo cha kukaa nao pamoja na kufuturu nao pamoja ni ishara ya kwamba wana haki zote ambazo anastahiki Mtanzania kuzipata, na wao vile vile wanastahiki. Mheshimiwa Diwani ninapozungumza haki zote atakuwa ananielewa vizuri, kwa sababu yeye ni mtu wa siasa. Ndugu zetu hao wenye ulemavu wa ngozi wana haki zote ndani ya Tanzania, ndani ya Kigogo, kama alivyokuwa Mtanzania mwingine yoyote. Kwa hivyo jambo lolote la kuwatenga, jambo lolote la kuwanyanyapaa, jambo lolote la kwenda kinyume na mambo ambayo hastahiki kufanyiwa mwanadamu,
dini zote hazikubaliani na hilo, iwe ni dini ya Kiislamu, iwe ni dini ya Kikristo, zote hazikubaliani na fikra au na mantiki yoyote ambayo itakuwa ni dhidi ya Watanzania wenye ulemavu wa ngozi. Jambo jingine ambalo napenda nilishirie ni jambo la umuhimu wa amani kwa watu wote. Waislamu wanaposwali swala tano, wanapomaliza kuswali wanamuomba Mungu, wakimwambia Mungu, Allahumma anta salam, wewe Mungu, wewe ni amani. Yani katika majina ya Mungu, huyo Mungu anaitwa amani. Mungu kazi yake ni kuleta amani. Mungu kazi yake ni kuleta utulivu. Mungu kazi yake ni kuleta maelewano. Futari hii iliyoandaliwa hapa pamoja na ndugu zetu walemavu wa ngozi, moja ya darasa muhimu la kulitoa kwa Watanzania ni kuwaambia Watanzania umuhimu wa amani kwa watu wote, hata wenye ulemavu wa ngozi. Wenye ulemavu wa ngozi wanayo haki ya kuishi kwa amani katika nchi hii ya Tanzania iliyojulikana nchi ya amani, iliyojulikana kisiwa cha amani, iliyojulikana mahala pa watu wa aina tofauti na fikra tofauti wanaoishi pamoja. Ni wajibu wetu kama Watanzania, kama Waislamu na kama wanadini tofauti kuhakikisha sote tunakaa kwa amani, sote tunakaa kwa utulivu. Itakuwa ni jambo la haram kwa akhlaqi na kwa kisheria ya Mungu wapatikane Watanzania ndani ya ardhi hii ya Tanzania hawaishi kwa amani, wanaishi roho zao juu juu. Jambo hilo litakuwa ni tofauti na mafunzo ya dini zote za dunia na zilizoko hapa Tanzania. Jambo jingine muhimu napenda nilishiria vile vile, ni wajibu wa sisi wa Tanzania kupinga fikra zote za kishirikina zinazopelekea kuhalalisha kutoa roho ya Mtanzania kwa sababu ya ulemavu wake wa ngozi aliyokuwa nao. Itakuwa ni aibu, itakuwa ni jambo la kustaajabisha katika karne ya 21 watu wanaoishi katika mji mkuu wao unaitwa Dar es Salaam, nyumba ya amani, bado kuna gurupu la watu wachache wenye fikra za kishirikina kwamba kuna watu hao wewe unapowaua au unapokata viungo vyao wewe unatajirika, na wanaowaambia wao ni watu maskini. Yani wanaofunza fikira hizo ni watu wao wenyewe wanaishi kwenye vibanda vya ombaomba. Alafu sisi wanatufunza fikira kwamba kuna jamii ya walemavu wa ngozi, hawa unaweza ukafaidika nao kimaisha. Huu ni takhalluf, ni ushamba ambao hauruhusiwi kutokea kwa watu wenye ustaarabu kama Watanzania wanavyoishi kwa hali ya umoja na hali ya maelewano. Itakuwa ni jambo la kuchekesha mtu atakayebeba fikira hizo. Mwisho nitoe wito katika nukta zifuatazo. Nukta ya kwanza, napenda nikokoteze hapa ya kwamba ni wajibu wetu kama Watanzania kuhakikisha ya kwamba hakuna baadhi ya Watanzania wanaoishi roho juu juu. Ni wajibu wetu viongozi wa dini, maimamu na maustadhi na mashekhe, pamoja na viongozi wa dini wa Kristo, maaskofu, wachungaji na mapadri, ni wajibu wetu kuhakikisha ya kwamba waumini wetu
waumini wetu wanahakikisha ya kwamba Watanzania wote tunakaa katika amani na maelewano, na hakuna muumini wetu yoyote ambaye anaishi roho juu na kukosa amani ndani ya ardhi ya Tanzania. Jambo la pili ambalo ni wito wetu ni kwamba Watanzania wote, iwe walioathirika au wenye matatizo ya ngozi au walemavu wa ngozi, sote tunayo haki ya kuishi katika ardhi hii, tunayo haki ya kuishi katika nchi hii. Ni wajibu wetu viongozi wa dini kufunza fiqhi hii na kuelekeza maelekezo kama hayo. Na jambo jingine, kuacha fikra hizi za kishirikina ya kwamba kuna watu hao wewe unapowashambulia au unapowafanya jambo lolote basi wewe utafaidika na kuwa tajiri mkubwa. Na jambo la mwisho la kulisema vile vile ni wito mkubwa na umuhimu, mwito wa kuwasaidia ndugu zetu wenye ulemavu wa ngozi. Na kama alivyoashiria na kuzungumza kiongozi hapa ya kwamba wanahitajia vitu vingi kusaidiwa. Wanahitajia mafuta lotion maalumu kwa ajili ya ngozi zao, wanahitajia vile vile wale ambao wana matatizo ya saratani ya ngozi kuweza kuwapeleka mahospitalini, lakini vile vile wanahitajia miwani, baadhi yao wanahitajia kofia na vitu vinginevyo. Tunatoa wito kwa kweli kwa Watanzania na hususan Waislamu na hususan wafuasi wa madhhab ya Ahlul Baiti au Mashia, wawaunge mkono na wawaangalie kwa makini ndugu zao wenye ulemavu wa ngozi. Na sisi kama Masjidul Ghadir Kigogo, kama msikiti wa Kigogo, tunaahidi ya kwamba tutakuwa pamoja na tutakuwa karibu mno na jumuiya au taasisi ambayo inawakusanya ndugu zetu ambao wana matatizo ya ulemavu wa ngozi. Tutakuwa karibu nao mno, na popote pale ambapo tunaweza kusaidia au tunaweza kuwatafuta watu ambao watawaunga mkono kwenye kuwasaidia katika mambo ambayo tumeyataja, basi msikiti wa Kigogo Posti hautokuwa nyuma katika kuwaunga mkono. Mwisho niseme karibuni sana ndugu zangu wenye ulemavu wa ngozi katika Masjidul Ghadir Kigogo. Msikiti huu ni msikiti wenu, mahala hapa ni mahala penu. Sehemu hii kama ilivyokuwa kimbilio la waumini wa Kigogo, wawe wa Kristo wawe Waislamu, na haya nitapenda ayasikie Mheshimiwa Diwani, msikiti wa Kigogo Posti ambao ni chini ya madhehebu ya Kiislamu ya Shia ni kimbilio la Wakristo, ni kimbilio la Waislamu wa Kigogo. Niseme vile vile kuanzia leo msikiti huu uwe kimbilio la ndugu zetu wenye matatizo ya ngozi. Hapa ni mahala pao, tutawasikiliza na lolote lile ambalo tunaweza kuwaunga mkono basi tutakuwa tuko nao pamoja. Mwisho niombe Mwenyezi Mungu nchi hii ya Tanzania na taifa hili alibakishe kuwa taifa la amani, alibakishe kuwa taifa la utulivu, awape watu wake Waislamu na wasiokuwa Waislamu uvumilivu, kustahimiliana na kukaa pamoja, na amani ya nchi hii izidi kuboreka. Na yoyote ambaye anaikusudia ubaya nchi hii, kuvunja amani yake, basi Mwenyezi Mungu mtu huyo asiingie katika ardhi hii na asambaratike. Yoyote ambaye hautaki utulivu wa Watanzania, Watanzania ambao hawajui kuchinjana, hawajui mapanga, hawajui mabomu, yoyote anayekusudia Tanzania ubaya, basi Mwenyezi Mungu amsambaratishe na wala asifanikiwe na wala asikanyage. Na viongozi wetu wanaotuongoza, Mwenyezi Mungu azidi kuwape hekima, awape busara, awape utulivu ili waweze kutufikisha palipokuwa pazuri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Asanteni sana na karibuni sana ndugu zangu walemavu wa ngozi kwenye iftari kwenye msikiti wenu wa Kigogo. Asanteni sana.